Lakini usiku huo wa tarehe 2 mwezi wa 6, tukiwa tunaendelea na maombi yetu ya usiku, tulikuwa na wiki nzima ya mfungo, unafahamu ndio kuwepo, na ile usiku tulikuwa na ibada ya usiku ya maombi. Tukiwa kwenye maombi saa 3 usiku, tukazingirwa na jeshi la polisi wakitaka tuondoke tuwapishe mahali hapa kwa sababu kanisa limefutwa. Baada ya kupishana za muda mrefu, nafahamu kilichotokea, tuliamua kuondoka mahali hapa. Kwa hiyo kuanzia usiku wa tarehe 2 mwezi wa 6, jeshi la polisi likachukua jukumu la ulinzi na usimamizi wa majengo ya kanisa pamoja na mali zote ambazo zilikuwa ndani yake. Kwa hiyo majengo na mali za kanisa ilikuwa chini ya uangalizi wa jeshi la polisi. Kwa sababu ya ninapoondoka hapakuwa na makabidhiano rasmi. Ilikuwa tunakupushwa kama tuwezi na tunapoondoka, mnaacha vyombo hapa kwa tukaondoka. Ni ukweli ambao kwa moja wapo ya kazi za polisi ni kulinda raia na mali zao. Hata hivyo, ni utaratibu wa kawaida kwa pale polisi wanapochukua majukumu ya kulinda majengo au mali za mtu binafsi au taasisi, lazima kuwe na makabidhiano rasmi ya orodha ya mali zilizopo na sahihi za kila upande ambao umehakikishwa mali. Kwenye tukio letu hili, hatuelewi kwa nini jeshi la polisi halikufuata utaratibu wa kawaida. Mtakumbuka vizuri, tarehe 19 mwezi wa 6 niliwajulisha mshirika wa mzima na umma kwa ujumla kwa kuanzia tarehe 2 Juni uangalizi na ulinzi wa majengo ya kanisa vilikuwa chini ya jeshi la polisi. Na nikasema kwamba jeshi la polisi lingewajibika endapo kungetokea upotevu au uharibifu wa mali ambazo zilikuwa ndani ya kanisa. Mbali na hiyo kwa inalenga kuwapatia taarifa waumini na kwa ujumla, lakini pia kulikuwa ni wito wa kiungwana wenye nia ya kuhimiza kufuata utaratibu kwa jeshi la polisi ili tufanye makabidhiano rasmi. Hata hivyo, baada ya tamko liliongea, hakuna kilichotokea. Baada ya kuona kwamba hakuna hatua imechukuliwa makabidhiano, tuliona ni busara tuongee na mkuu wa jeshi la polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Tulifanya hivyo. Kwa hiyo tarehe 21 Juni tulienda maaskofu kuonana na kamanda jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam, Afande Jumanne Mlilo. Maaskofu wanakumbuka tulienda pale na akiwa na jumla pia alikuwa na wenzake pale Afande Mlilo. Tukamwambia pamoja na wengine tuliongea pale, tukamsisitiza kwamba ni muhimu tuliondoka bila makabidhiano. Kwa hiyo ni muhimu uongozi wa kanisa wakabidhi rasmi jeshi la polisi orodha ya mali za kanisani, wazihakiki na sisi na tukabidhi kwa namna rasmi. Bahati mbaya sana, tulipoongea na Mlilo, badala ya kutupatia taratibu makabidhiano kama na Mlilo alitubeza na akatoa kauli mzozo za kiungwana. Akasema nyie maaskofu wa Dar es Salaam ni wahuni. Na mnafahamu ambacho mnakifanya ni nyie mmetengeneza barua feki isiyo na sahihi ili tu mjenge taharuki. Na akasema
kwamba ikitokea kuna wizi kanisani itakuwa ni nyinyi hao mmeiba. Sasa tunataka kusema kwamba nilikuwepo. Bahati mbaya sana kauli hii haikutoa majibu ya kimtendaji wala kiutawala kuhusu ombi letu la msingi sana, yaani makabiliano rasmi, ili kwamba jeshi la polisi lijue linalinda mali zetu. Kanisa letu lilifunguliwa kwa maelekezo ya Waziri Mkuu tarehe 24 mwezi wa 11, na kufuatia maelekezo hayo tarehe 25 Novemba mkuu wa wilaya ya Ubungo akiwa anaambatana na wajumbe wa kamati ya amani wilaya alifika kanisani kwetu kutoa maelekezo rasmi ya kwa shughuli za ibada ziendelee kama kawaida. Katika ziara hiyo tukapata fursa ya kufanya ukaguzi wa awali tukiwa na mkuu wa wilaya, maafisa wa jeshi la polisi na wajumbe wa kamati ya amani ya wilaya. Na wakati ukaguzi huo tulishuhudia kwa macho yetu kwa pamoja uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na milango iliyovunjwa na viashiria mbalimbali vya wizi na uharibifu wa maeneo ya ofisi, kumbi za kanisa, na haya yote yalithibitishwa na pande zote ambazo zilikuwepo wakati wa ukaguzi wa awali. Baada ya ukaguzi wa awali, mkuu wa wilaya aliongea na waandishi wa habari tulikuwepo na akatoa maelekezo kwa viongozi wa kanisa tufanye uhakiki wa kina, tukiwa tumeambatana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ili tubaini sasa ni mali zipi zimeharibiwa, ni mali zipi zimeibiwa. Tulifanya hivyo. Tulienda serikali za mtaa, tukapata uongozi wa serikali ya mtaa, tukajenga mahali hapa, tukahakiki ofisi kwa ofisi, na tumebaini uharibifu mkubwa wa mali zetu, upotevu wa mali zetu kama ifuatavyo. Naomba sasa ni mali zenu na haki. Ofisi ya media ambayo ina vifaa vya studio yetu pale media, vifaa vingine vya media za kila siku, na ina store ya vifaa vyote vya media na vya muziki ambavyo baba wanavitumia kwenye mikutano ya nje. Mlango wa ofisini ni ile milango special ambayo inafunguliwa na fingerprint. Ulikuwa umevunjwa kabisa, na kamera zote, kompyuta zote, kamera za video, kamera za still picture na seva zetu, digital mixer na vifaa vingine vya studio, wireless microphone na ile LED screen ile kubwa kabisa ile yenye spika mita 30 ambapo unaweka kule nyuma kule wakati wa kesho mwaka mpya, vyote vilikuwa vimechukuliwa. Havikuwepo. Ofisi ya vifaa vya ujenzi, unafahamu tuwe kwenye wakati wa ujenzi, tulikuwa na ofisi ya vifaa vya ujenzi. Kulikuwa na ndoo 50 za rangi zimechukuliwa. Kulikuwa na grinder, drilling machine, welding machine, water pump, vyote vimechukuliwa. Ofisi ya fedha. Mnakumbuka vizuri ndugu zangu, tulipoanza ujenzi wa kanisa letu
tuliamua kwamba fedha yetu ya ujenzi tuwe na michango maalum, na kila ibada kuna sadaka maalum ya ujenzi, na kumekuwa na michango mwaka mzima, na tulinunua sefu. Sefu kwa msiofahamu ni kifaa maalum cha kuingia fedha ambacho huwezi kuvunja hivi. Ni kizito, kina kama tani 3, lakini cha kushangaza hiyo sefu ilivunjwa. Uongozi wa kanisa na kamati ya ujenzi wa kanisa wanafahamu, tumekuwa tukitoa taarifa za kila wiki kwenye kamati ya ujenzi ya mapato na matumizi, na ile sefu ilikuwa na pesa taslimu shilingi milioni 420,106,500 zote hazipo. Ile sefu ilikuwa na nyaraka za kiofisi, hati za makanisa yote havipo. Kulikuwa na laptop zote hazipo. Kulikuwa na printer hazipo. Ni muhimu kwa mwelewe, kuvunja sefu sio tukio la wizi wa kawaida. Kuvunja sefu unahitaji vifaa maalum, sio jambo jepesi. Unahitaji vifaa maalum kuivunja. Sefu haivunji na mwizi, inavunjwa na jambazi mgobezi anaiba benki. Angeingia kibaka asingevunja. Ile sefu imevunjwa, imeharibiwa kabisa, sio wizi wa kawaida. Ofisi ya utawala, ofisi yangu, kulikuwa na laptop yangu, nyaraka zote na taarifa zetu zote za kanisa tangu limeanza mpaka sasa imechukuliwa. Mnafahamu kwa sababu kulikuwa na TV kubwa sana, nakumbuka imechukuliwa. Kulikuwa na printers zimechukuliwa, nyaraka za kiutawala, viapo vya maaskofu, mikataba ya wafanyakazi, nakala ya vyeti vya ndoa, nakala za vyeti vya ubatizo, nyaraka za usajili wa kanisa, nyaraka za taarifa ya fedha kwa mapato na matumizi, nyaraka za malipo ya manunuzi ya vifaa, zote zimechukuliwa, hazipo. Ofisi ya askofu mkuu, mlango wa kuingia ofisi kwangu ulivunjwa. Mlango wa kuingia ofisi ya askofu mkuu ni mlango ambao unatumia fingerprint, ulivunjwa. Na ndani ya ofisi ile wing ya ofisi ile ina boardroom na ofisi za baba na service wake. Ofisi ya baba kulikuwa na ile coffee machine executive imechukuliwa. Water dispenser imechukuliwa. Kompyuta za baba, printer, ile screen kubwa ya ukutani zimechukuliwa. iPad za baba imechukuliwa. Zilikuwa 2, ya mgeni na ya kanisani zimechukuliwa. Na kulikuwa na portable speaker zimechukuliwa. Boardroom, kulikuwa na TV pale ukutani, nafahamu ya boardroom yetu imechukuliwa. Kulikuwa na coffee maker imechukuliwa. Projector, wireless speaker, laptop na mapazia ya kule yamechukuliwa. Ofisi ya machapisho, ofisi hutumika na watu wa publication kuandaa vitabu. Baba ni mwandishi wa vitabu, anaandika vitabu sana. Ile sehemu ilikuwa na ofisi ya publication, kompyuta zote zimechukuliwa na vitabu na nyaraka ambazo kwa ndani yake software zimeondoka. Kulikuwa na hard disk ya kuhifadhi vitabu imechukuliwa. Printers zimechukuliwa. Store ya kanisa, huko chini store ya kanisa ilikuwa na sare za wanakwaya zimechukuliwa.
kulikuwa na vyombo vya kupikia kwenye shule yote ya watoto vimechukuliwa. Masufuria, sahani, vikombe vimechukuliwa. Kulikuwa na microwave zimechukuliwa. Ukumbi wa kanisa huu, ndugu zangu, ukumbi wetu kama mnavyoona unahitaji speaker nyingi sana na vyombo vingi sana, na vilikuwa hivi tutangaza hivi, baki ilikuwa ni siku ya ibada. Tuliondoka viti vya kanisa 1826 vimechukuliwa. Mixer ya merenja ya kanisa imechukuliwa. Wireless microphones zimechukuliwa. Speaker. Vyombo hivi vyote tumekodi, sio vya kwetu. Tumekodi viti leo, tumekodi vyombo leo vya kwetu vimechukuliwa. Monitor speakers, delay speakers, digital amplifiers, lane array speakers, keyboards, zote sio za kwetu, tumekodi. Vimechukuliwa. Stock ya kutunzia vifaa vya muziki. Tulikuwa na stock kule chini, kulikuwa na spare za speaker Philips 30 zimechukuliwa. Kule chini kulikuwa na merenja, mixer imechukuliwa. Kulikuwa na keyboard, air cooler, air blower na extension cables zimechukuliwa. Mnafahamu ndugu zangu, kule chini kuna printing press. Mnafahamu ile printing press, mlango wake pia ni fingerprint, ni mlango imara sana, umevunjwa. Laptop zote za fundi, computer iMac, stabilizer, digital printers, trimming, folding and finishing machines zimechukuliwa. Booklet maker, heavy duty paper cutter, desktop paper calendar folder, time machines. Hata mwelewe ni vifaa vya printing. Hata kama mwelewe ni vifaa vya printing. Ukiona kitabu chetu kimeprintiwa na sisi wenyewe Mahanani printers. Kwa ile kile chumba, ile ofisi ya hiyo kazi, vifaa vyake ndio hivi vimechukuliwa. Mbali na hivyo vimechukuliwa, lakini pia kuna mambo vinaharibiwa. Milango yenye vitasa ya umeme, fingerprint doors, yote imevunjwa. Milango ya kawaida mitatu imevunjwa. Meza ile ya baba imevunjwa, zile drawer zimefunguliwa, vifaa kule havipo, lazima. Na sefu ya kutunzia fedha zetu kama nilivyosema imevunjwa kabisa. Thamani ya matumizi ambazo ndugu zangu, mkumbuke ndugu zangu, familia hii ina miaka 30. Hizi sio mali za siku moja. Ni mali ambazo zimekusanywa kwa miaka 30. Thamani yake ni bilioni 2,776,500. Ndio. Asante, tarudia. Bilioni 2,676,500. Tulia kwanza. Sasa, kama sikilize. Tuliamini kuwa mali za kanisa ziko mikono salama, kwa kuwa ni jukumu la msingi la jeshi la polisi kulinda raia na mali zao. Ni jukumu la msingi. Kwa kipindi
miezi 6 ndugu zangu, tumeshuhudia mahali hapa pakiwa kama kituo cha polisi. Kulikuwa na magari ya polisi mazito yakiwa ya washawasha. Kulikuwa na polisi wengi sana hapa. Kulikuwa na utebe. Hakuna raia wa kawaida angeweza kuja. Nasema tena, katika mazingira ya kawaida isingewezekana kabisa kwa mtu wa nje kuja, kwa sababu kulikuwa vifaa vyote vile vya ulinzi, magari ya washawasha, magari ya polisi, utebe, vilikuwa pale kuwazuia, sio wezi, kuwazuia washirika wasije kwa mtu. Kwenye mazingira hayo ndugu zangu, isingewezekana hata kidogo. Isingewezekana hata kidogo kwa mtu wa kawaida wa nje kuingia kwenye maeneo hayo yanasema na kufanya uhalifu ulioshuhudia. Hivyo kwa akili ya kawaida na kwa mshindo wa mazingira, uhalifu huu umetokea ndani ya eneo lilokuwa chini ya uangalizi wa polisi wenyewe, wale waliokuwa wamechukua jukumu la kulinda mali za kanisa, wale wamesimama. Sasa ndugu zangu, nielezee uzito wa kiroho wa mali za kanisa. Tunapozungumzia kuhusu mali za kanisa, naomba ieleweke, haimaanishi tu vifaa vya kawaida. Mali za kanisa ni mali za Mungu ambazo zimepatikana kwa sadaka na matoleo ya hiari ya watu wa Mungu ambao hujinyima na kutoa kwa moyo wa ibada ili kazi ya Mungu iweze kusimama. Sadaka hizi na matoleo haya ya hiari ndizo hutumika kujenga kanisa na kununua vifaa vya kanisa. Sadaka hizi za hiari kwetu sisi, kwa msingi huu, kwetu sisi kanisa ni nyumba ya Mungu na mali zake zinapaswa kutazamwa kwa heshima na utakatifu. Kwa jeshi la polisi, chombo cha dola chenye jukumu la ulinzi wa raia na mali zao, kuvunja ofisi za kanisa na kuchukua mali za kanisa au kupotea kwa mali za kwenye msimamizi wao ni jambo la fedheha kwa taifa. Namba 2 ni kitendo cha kunajisi mali za Mungu. Namba 3 ni dharau ya kiroho isiyoweza kufumbiwa macho. Mnafahamu mali za kanisa huwekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye hekalu la Mungu. Kwa sababu hiyo, tukio hili limetuumiza kama kanisa na kama waumini. Sio tu kwa kuwa mali zimepotea, bali kwa sababu utakatifu wa nyumba ya Mungu umenajisiwa. Tunapo litafakari tukio hili la huzuni, hatuwezi kuepuka kukumbuka tukio alilofanya Mfalme Belshaza pale alipotumia vyombo vya hekalu ya Mungu
kwa matumizi yasiyokusudiwa. Yameandikwa katika maneno hayo Danieli sura ya 5, sura ya 5. Ni Mungu anakumbusha. Mfalme Belshaza hakuiba wala kuharibu vyombo vya kanisani, ila alivitumia tu kwa matumizi yasiyo sahihi. Hakuviiba wala hakuviharibu. Lakini kitendo hiki cha mfalme Belshaza kutumia vyombo vya nyumba ya Mungu vilikuwa ni vyombo vya kawaida, lakini kwa sababu vimewekwa watu kwa ajili ya Mungu vinageuka vinakuwa ni vyombo vya Mungu. Vilikuwa ni mabakuli, vilikuwa ni vikombe, akavinywea pombe. Hakuviiba, hakuviharibu, ila kitendo hiki cha mfalme Belshaza kihesabiwa kuwa amejiinua juu ya Bwana wa mbingu, na likapelekea kupoteza ufalme wake na mauti akafa. Kwa hiyo uzito wa tukio hili katika mizani ya kiroho ni mkubwa sana, na hatuwezi kukaa kimya bila kusema ukweli huu kwa uwazi na kwa heshima. Ndugu zangu, tunatafakari hali iliyotokea kwa huzuni kubwa na masikitiko makubwa ya kiroho. Tunauliza swali lile ambalo Nabii Malaki aliuliza miaka mingi iliyopita. Akasema, je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mungu anawajibu, mmeniibia zaka na dhabihu. Na Mungu anasema, nanyi mmelaaniwa kwa laana taifa hili lote. Swali hili la Malaki na mfululizo wa Mungu, njia hiyo ni kurudisha mali zote za kanisa zilizoibiwa. Narudia. Kuna njia moja tu na moja pekee ili kuepuka laana. Kuna njia moja tu na moja pekee ya kuikwepa laana hii, na njia hiyo ni kurudisha mali zote za kanisa zilizoibiwa na zilizoharibiwa. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Mali hizi ni za Mungu, na sisi tumewekwa kuwa wasimamizi waaminifu na si wamiliki. Jamii ambao tunahudumia makundi mbalimbali na ustawi wa waumini wetu ambao wamejitoa kwa moyo wa ibada kujenga kazi ya Mungu. Kwa sababu hiyo, baada ya ibada ya leo, viongozi wa kanisa tunakutana. Tutakuwa na kikao maalum cha kujadili tukio hili kwa kina, na baada ya hapo tutasema hatua za kuchukua. Tutawataarifu maamuzi. Kama kanisa tunasimama kwenye neno la Bwana ambalo linasema kwenye Isaya 61:8, maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki na uchukia wizi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Neno hili linatukumbusha kuwa Bwana Mungu wetu yuko upande wa haki na anachukia kwa kiwango kikubwa wizi na uharibifu na uovu unaofanywa dhidi ya nyumba yake. Tunaamini kwa Bwana mwenyewe ambaye mali zake zimeibiwa atasimama na kutetea, na atatoa haki, na atawalipa kwa kweli wote waliotenda uovu.
Lakini tunaamini kuwa Mungu ataigusa mioyo ya viongozi wetu kwenye mamlaka katika nchi, ili wachukue hatua stahiki kwa haraka kuhakikisha mali zote za kanisa zilizoibiwa na kuharibiwa zinapatikana kwa haraka, ili kazi ya nyumba ya Mungu iendelee bila kwao. Majeshi, Mungu awabariki sana.